Hilo ulichokisema ulikuwa unamaanisha au imekaaje hii? Kipi hicho? Kuhusu yule demu na kundi lake waliokupiga. Kwa hiyo umesitisha kuwafuatilia? Kwa sababu wanaonekana kimkakati, wako juu sana na wana mipango mikubwa kuliko sisi. Licha ile ambao walikuwa wamenipiga mimi na kunisingizia kuwa nimeua, bado ni ndogo. Na wasiwasi wakija kujua kuwa nawafuatilia, itakuwa ni hatari kubwa. Kwa sababu wale majamaa wanaonekana ni watu wakubwa, yani ni maprofessional, sio watu wa mchezo mzee. Kwa hiyo kwa ufupi tumesalenda, sio? Acha iwe hivyo Tashi. Unafikiri kama ile ambayo amewekewa Zumba ingekuwa ni sumu ya kuua, leo hii tungekuwa tunaongea nini labda? Upo sahihi. Basi tuachane nalo. Na tuangalie maisha mengine pia. Ni sawa. Wale jamaa wanaonekana wamejipanga sana na wana timu kubwa. Kwa nini unasema hivyo? Na ni kitu gani ambacho kimekupa hiyo picha? Wana timu kubwa sana mtaani ambayo inatumika kuwapa taarifa. Na kama sio hivyo, basi kuna maafisa wa polisi ambao wanafanya nao kazi. Bado sijakuelewa. Nini ambacho nataka kuzungumza labda? Wameshagundua kuwa katika timu yao kuna maafisa wa polisi. Hauoni kama hii ni hatari kwangu? Basi sawa. Unachotakiwa kufanya wewe kwa sasa ni kuwa nao karibu. Ili kabla hawajatambua afisa wa polisi ni nani, tu tumeshawatia mbaloni. Sawa. Acha tuone. Maana kuna mpango nilisikia wanaupanga. Na leo ninahisi kuna tukio nataka kulifanya. Na kama sio leo, basi ni kesho. Ni sawa. Wewe endelea kukaa nao karibu. Ila nahisi unachotaka ukifanya ni kutoka kwangu. Maana nilibahatika kufika ofisini kwao. Mkuu, uliwezaje kufika pale? Ikiwa sio sehemu rahisi kumruhusu mtu kufika. Maina, sisi ni maafisa wa polisi. Means kwamba tumefundishwa namna gani jinsi ya kumweka adui karibu. Sawa mkuu. Acha mimi niwajibike. Sawa. Nilishaandaa kila kitu. Na hata ofisi ya mwenyekiti nimeshaikodisha. Lakini sikuishia hapo tu. Kuna mzee nimempata. Na nimempanga kila kitu. Yeye sasa atajifanya kama mwenyekiti. Hiyo kubwa. Na vipi kuhusu muhuri wa kuzugia? Si unajua tena swala la ardhi. Lazima tuwe na muhuri. La sivyo tutafeli. Mwasi. Mimi naitwa Chibu. Mr. Continental. The Hollywood man. Sio rahisi kushindwa na vitu vidogo kama hivyo. Wow. Heshima yako mkuu. Kwa hapa sina swali. Nastahili sana kupata hiyo heshima. Kwa sababu mimi mipango yangu huwa iende kimemkwa. This is a university level. Ni kiwango cha juu sana. Unatakiwa sana ujivunie kuwa na mimi. Ni kweli. Najivunia sana wewe. Basi sawa. Ngoja leo niwasiliane naye. Nijue nini malengo yake. Maana siku zake za kuishi hapa Dar es Salaam zimekuwa chache. Muda wote anaweza kaondoka. Hakikisha unafanya hivyo. Lakini pia hakikisha katika hili hatukwami. Hatuwezi kukwama. Mimi binafsi kwenye upande wangu nimeshaweka kila kitu sawa. Imebakia tu swala la kumleta ofisini ili tukabidhiane, mambo mengine yaendelee. Na hicho ndicho ninachozungumzia sasa. Fanya hivyo basi. Sawa bosi. Nikutakie siku njema. Nawe pia.
basi watakuwa ni matapeli waliojipanga sana. Ina maana wameshindwa kabisa kufanya kazi ya halali. Kazi ya halali? Tashi, kila binadamu ana njia nzuri ambayo anaiamini kwamba inaweza ikampatia pesa. Sijui umenielewa. Kwa hiyo huenda wao wameona ndo njia sahihi ya kuweza kujipatia kipato. Ni sawa, ila kuna jambo litakuja kuwakuta tu. Dhuluma Mungu hawezi kuipa nguvu kiasi hicho. Wewe wache walukeluke, ila ipo siku tu watakuja kukibadilisha historia ya maisha yao. Hilo sidhani kama wao wanapata muda wa kujitafakari hata kidogo. Ila kuna namna nimewaza tunaweza kupata namna ya kudili nao. Wewe tena leo unaongea hivyo. Na vipi kama watajua unadili nao? Si ndio unataka kuileta pointi yako ile ile ya Zumba? Hapana. Unajua sisi mwanzo tulikuwa tunakosea sehemu ndogo sana. Kwa sababu tulikuwa tunadili nao sisi kama sisi. Basi na kujua wale ni watu wa aina gani. Lakini wale jamaa wanatakiwa wafikishwe sehemu ya mamlaka husika. Wao ndio wanaweza kudili nao. Hapo sasa nimekuelewa. Kwa njia hiyo upo sahihi. Yeah. Nadhani hilo litakuwa ni wazo zuri. Kwa sababu sio kila muda lazima tutumie nguvu. Kuna muda inahitajika akili tu kutatua mambo. Unajiona mtoto wa mjini sana, sio? Na wewe unajiona mtoto wa mjini kwa kufanya kazi ambayo inaweza kuhatarisha maisha yako. Vipi kama ningekuwekea sumu kwenye chakula? Hivi kwa nini unaamua kufanya kazi ambayo inaweza kuhatarisha maisha yako ndani ya masaa 24? Naomba ukae mbali na mimi. Kaa mbali na mpango baba. Mpango baba sio? Yaani umeona mimi toi kabisa yani. Kwa kushinda hiyo mechi yako moja ya ugenini. Ngoja nikwambie. Usijipe moyo kwamba hata mechi nyumbani utashinda pia. Maana maisha ni mchezo wa makosa. Ukikosea kidogo tu na kuadhibu vilivyo. Upo tayari? Upo tayari kwa mechi? Nipo tayari kwa lolote. Nipo tayari kwa ajili ya vita. Karibu mchezoni. Hujiamini? Kama haujiamini, kaa mbali na mimi. Naitwa Bad Girl. Isevu hiyo. Anaonekana anajiamini sana. Naitwa Zumba. Ni swala la muda tu. Acha nimpe muda. Kisha atanijua kuwa mimi ni nani. Mimi ni Zumba, the special man. Kiongozi. Nimefanya uchunguzi yakinifu. Wachina nyu anasema Xintonghua Mingtong. Unajua hizi lugha zingine lazima uwe na utelezi. Muhimu utelezi. Sasa katika uchunguzi wangu bwana, nimebaini jambo na lina ukweli 100%. Sasa hapo naingiza wazungu wanasema 100%. Mimi nakuamini sana. Kwa sababu taarifa zako nyingi sio za ovyo ovyo. Na kwa namna unavyofanya kazi, nikuhakikishie kwenye kila taarifa utakayokuwa unaniletea, maokoto yanaongezeka. Bwana kiongozi bwana. Acha masiala kwenye maokoto kiongozi bwana.
Unajua kwa mambo yako wewe kiongozi, unanifanya natamani kwenda kuongeza elimu. At least ningekuwa na PhD katika kazi yangu hii ya afisa wa habari. Unajua sisi tunaovaa suti sio ambea, ni maafisa wa habari. Hiyo nzuri sana hiyo. Unajua kila kazi inahitaji mtu uwe na professionalism yake. Ili mradi uweze kuwa mbobezi zaidi. Na nikuhakikishie, kama utaenda kusomea hii kazi yako ya umbea, yani wewe ni rahisi sana kupata kazi hata pale Ikulu. Kiongozi ananikosha. Sasa kiongozi, nadhani una kumbukumbu vizuri kwamba nishawahi kukuambia kwamba katika ofisi yako kuna afisa wa polisi. Na yupo hapo kwa ajili ya kuwapeleleza tu, sio kazi yake nyingine. Na huyu afisa wa polisi anafanya kazi na afisa mmoja hivi wa kiume. Sasa mbona kama unazunguka sana? Hebu nyoosha tu maelezo yako. Nitajie bwana, huyo mtu ni nani? Wewe nitajie tu ni fulani basi. Yaani hapo ndo unapoharibu tajiri yangu. Bosi wangu hapo tu, yaani hapo tu ndo unapoharibu. Unajua Wachaga nyua na kamsemo kao wanasema tuliza mtoli, nyama ziko chini. Sasa unachokifanya tajiri wewe, unawahi kula nyama zilizokuwa chini kabla ya kumaliza mtoli. Maliza kwanza mtoli, alafu hamia chini, gonga nyama na mapochopocho yake. Iwe kama bwana anakula solo na nyama tajiri. Haya, basi sawa. Ngoja mimi nifuate utaratibu wako wewe sasa, ambao wewe unaotumia kufikisha taarifa. Na kusikiliza. Hapo tu ndo unanikosha. Unanikosha sana, ndio maana najisikia burudani sana kufanya kazi na wewe tajiri yangu. Uko very smart. Wachina wanasema shintohua, terasha. Sasa mchongo uko kama hivi. Sasa tajiri, acha mimi niende. Wahenga wenyewe anasema hakuna shahidi mzuri wa kila jambo kama muda. Nitarudi tena tajiri. Huu mbea lazima nikupe. Samani bosi kwa kukatisha maongezi yenu. Bila samani. Karibu sana. Asante. Nilikuwa naomba unazime simu yako. Kuna mtu nahitaji kuwasiliana naye. Maana simu yangu imeisha credit. Vipi bosi, kwani kuna shida? Chukua hiyo pesa. Nenda kanunue vocha. Alafu wasiliane na huyo mtu. Asante. Zungu, unajua wewe ni ndugu yangu. Lakini nikikuangalia haya mambo unaenda kuyafanya na kuona kabisa unaenda kufeli. Unajua siku zote mtu anayemwazia mwenzie kwenye kufeli au anayemwazia mwenzie mabaya peke yake, huyo ni anajicho na fikra za kichawi. Sio na kuazia, ila wewe ndo unaenda kujitengenezea hiyo njaa kwenda kufeli. Unajua unachokiongea sikielewi kabisa. Una maana gani kusema hivyo? Ina maana huko mtaani kwako hakuna wanawake wengine kabisa. Yaani mpaka ukutane na Mwatamwasi. Hilo ndo unalolizungumzia ama kuna lingine? Unataka kuniambia nalolizungumzia hapa halina maana, sio? Unajua muda wote ambao nilikuwa nafanya kazi na wewe, nilikuwa nafahamu kwamba nafanya kazi na mtu mwenye akili timamu, mtu mwenye uwezo mkubwa wa kufikiri na kuchukua maamuzi pia. Ila nikija kuangalia kiundani na kuja kugundua nafanya kazi na mtu wa ovyo kabisa. Mtu ambaye hawezi kufikiria, hawezi kufanya maamuzi. Hivi wewe, nani alikwambia kwamba kupendwa anapendwa mtu yoyote yule? Kwa hiyo wewe kumpenda Mwatamwasi kwako unaona ni sawa? Unajua asali yake ambayo inaweza kukukuta wewe kama yeye ataona ni kero. Unajua tuna mada nyingi za kuzungumzia. Hauna mada nyingine? Mimi sina mada. Ila nimekuambia tu ukweli. Unajua mimi ninavyokuambia hapa utakuwa siku ndanikumbuka. Yaani hili ninalokuambia hapo usipolifuatilia litakukalimu maisha yako yote. Tatizo noyomba ulikao lenilolela wanitenya geke na lekolo konghana na ndo maana utoneloge kisukuma. Yaani ale haki eke. Acha kumfuatilia Mwatamwasi wewe. Atakukalimu. Wewe bado hujakuwa. Halafu isitoshe hata ubaba wa shingo bado hujakutoka. Nachokifanya mimi hauwezi ukanielewa kamwe. Muda wako ukifika utanielewa.
Yaani mimi sijakuwa. Naona unanitusi sasa kijana, si ndio? Na ntafu zako za kama alishababu wewe. Ila hakuna neno, mimi nimeshakwambia ukweli. Yatakukalimu haya nayokuambia. Usipoyasikiliza shauri yako. Wewe nenda na nguo zako zimefanana kama ulipewa msaada. Na upoko kama Mwarabu aliyekosa njia kuelekea wewe. Muone kwanza. Nadia. Karibu. Asante. Uko poa? Niliona kimya, nikasema umepata dharura nini? Hapana. Nilikuwa nafanya usafi, si unajua tena. Ya, kweli. Vipi? Umewasiliana na yule jamaa? Hapana. Nilipoona umeniita, nilijua umeongea nao. Ya, kweli. Jana usiku nilizungumza nao na kuambia kwamba biashara ifanyike leo. Hivyo nikaona sio vibaya kama nitaamua kuongozana na wewe. Sawa, sio mbaya. Ila mara nyingi wanakuwa ofisini hata bila kuwasiliana nao. Mimi najua tutawakuta tu. Ni kweli, lakini walidai leo tukutane ofisi ya mtendaji kwa ajili ya kuhakiki eneo husika na ikiwezekana kuandikishana kabisa. Mimi naona hilo liko sawa. Si unajua tena mambo ya nyumba. Na vipi kuhusu hiyo nyumba? Ulifanikiwa kuiona? Ya, nilifanikiwa kuiona na nimelizishwa na eneo na bei tulishapatana kabisa. Leo ni swala la malipo tu. Vizuri. Hivi vipi kuhusu swala la malipo? Unahisi kwamba tukilipana kwa njia ya benki au keshi ipi itakuwa bora zaidi? Inategemea na wewe mwenyewe pesa zako zipo wapi. Kama ziko benki, unaweza ukalipa kwa benki. Na kama pesa unayo keshi, unaweza ukalipa kwa keshi. Zote maana ni njia sawa tu, inategemea na wewe pesa zako zipo wapi. Pesa ninazo kabisa hapa nazo keshi. Kwa nafikiri tunaweza tukalipana kwa biashara ya keshi. Lakini kakaangu, ningekushauri wakati mwingine usio unafanya hivyo. Unajua kutembea na pesa nyingi kama hizo ni hatari sana kwako. Na mbaya zaidi dunia sasa imebadilika sana. Kwa usalama wako usio unafanya hivyo. Ya, ni kweli ila subiri kidogo. Maina, nadhani umejithibitishia mwenyewe kuwa kweli wale jamani matapeli. Na ile ofisi ipo kiujanja ujanja tu. Ni sawa. Nini kinafuata baada ya kujithibitishia hilo? Bado kuna ulazima wa wewe kuendelea kuwa karibu nao.
Japokuwa naamini kwa hili tukio lililotokea, basi kuna uwezekano mkubwa sana pale wakahama. Ni sawa mkuu, lakini kumbuka walishaanza kuingia mashaka juu ya watu wanaofanya nao kazi. Na ukiangalia pale mimi peke yangu ndo mgeni. Hauoni kama itawapa wepesi wa kujua kama mimi ndo polisi? Sidhani. Bado hawatakuwa na uhakika kama unahusika kwa namna yoyote. Japo kuna ulazima mkubwa sana wa kuwa makini na mawasiliano yako. Sawa. Nimekuelewa. Mwasi, unawachika kindi cho kibegi alichokaa amehifadhia pesa zake? Bila shaka. Na kwa maelezo yake alipomuuliza kwamba umejipanga vipi kuhusu malipo, alidai analipa kwa cash. Na aliponionyesha hicho kibegi, niliona pesa. Baada ya kunionyesha hizo pesa, muda sio mrefu mlango uligongwa. Na akaamua kuondoka na kuniacha. Na mimi nikaona nitumie fursa muda huo huo, nikanyanyua hicho kibegi na kuondoka nacho. Unaonaje hiyo mkuu? Sawa. Kwa hiyo ukiachana na kibegi hichi, pale ndani ulivyoangalia pale, hakukuwa na kibegi kingine chochote? Labda kibegi au mabegi labda mengine ukiachana na hiki? Kulikuwa na begi lingine. Lakini nadhani itakuwa ni begi lake la nguo. Hilo begi ndio begi lilokuwa na pesa nyingi. Humo hamna kitu. Kuna pesa za kawaida sana yani. Kiufupi, hili dili tayari tumeshafeli. Upo kishari, si ndio? Okay. Ngoja nifanye unavyohitaji. Nipo tayari kwa shari kama unavyohitaji. Wala sipo kishari. Wenda kile ulichotaka kunifanyia kimekufanya unione mimi nipo kishari. Why not? Na unaniziba njia. Nataka kujua kwa nini ulinifanyia vile. Unahisi kwa sasa naweza kukusaidia? Unachotakiwa kushukuru ni kwamba mpango wangu ulifeli. La si hivyo, ungenijua vizuri. Bado hujajibu swali langu. Na vipi kama sijisikii kukujibu? Utanifanyaje? Nitakuacha uende. Niite bad girl. Wananiita Mwasi, sina wasi, ongela PC, acha kudisi. Wananiita nani? Bad girl, bad girl. Sema tena. Bad girl, bad girl. Yani mimi ni nani? Bad girl, bad girl. Sema tena. Bad girl, bad girl. Wananiita Mwasi. Tutakike na nguvu. Sema tena. Yani mimi ni nani? Na wasiwasi nayo. Sema tena. Nilikuwa na shida na wewe kidogo. Kidogo sio sana. Sogea basi mama. Unajua la maongezi yawe asiri. Na jambo ambalo nataka kueleza wewe, haifai tukiongea wewe ukiwa huko. Au nisogee mimi? Okay. Sina jambo kubwa kihivyo. Nina jambo dogo sana. Unajua mimi palipokuwa na umatemate wa pesa lazima na mimi niwepo. Wale ukwambia nani kama huko ndani kuna pesa? Dada,
Yaani una nyama nyingi hivyo afu ukose pesa? Najua pesa zipo, tena nje. Ni swala la muda tu. Mbona zitatoka? Una jambo lingine la kuongea au ni hilo tu? Lingine lipo. Linakosaje lingine? Anapokuwepo Simba la Masimba Sengo mambo yanakuwa mengi. Na najua hapo ulipo ni polisi. Haina haja ya kushtuka sana, usishtuke sana. Usishtuke. Na najua kama wewe kwa wale majamaa umeenda kuwapeleleza na sio kufanya kazi kama ulivyowadanganya. Naelewa hilo. Wani nani aliyokuambia kama mimi ni askari? Na una uhakika gani na hilo? Sawa dada polisi, nitakupa huo uhakika. Acha mimi nikae na viongozi. Niwaeleze yote kama wewe pale hujaenda kufanya kazi, umeenda kuwapeleleza. Alafu ndo utajua mimi nina uhakika gani. Have a good day. We kaka. Samani. Unahitaji kiasi gani cha pesa ili kutunza hii siri? Ila tambua kwa mimi ninatetea haki za raia. Na wale watu ni matapeli. Au na wewe pia ni tapeli? Kama unasimamia haki za raia, basi mimi mwenyewe raia. Jaribu kusimamia haki zangu za msingi. Mimi sio tapeli. Mimi nakusanya taarifa. Baada ya kupata taarifa, nazipeleka sehemu nalipwa changu. Sio tapeli. Au huo ni utapeli dada polisi? Yenese, yule dada ni jasiri sana. Kwa namna alivyokuwa anaongea na mimi, tofauti kabisa na siku ya kwanza tulivyokuwa tunaongea. Lakini Tashi, mimi sioni haja ya wewe kuendelea kumfuatilia wala kutaka kujua taarifa zozote zile kumuhusu. Ikiwa mimi na wewe mwanzo tulishakubaliana kwamba tuachane nao. Ni kweli nimefanya hivyo. Ila sina maana kama nimemfuatilia tena. Yeah. Na hilo ndo nilikuwa nataka kusikia kutoka kwako. Unajua nilichojifunza katika hii dunia Tashi, hatupaswi kumwamini binadamu yoyote yule, hata awe nani. Kwa nini unasema hivyo? Unataka kuniambia hata mimi pia uniamini tena ndugu yangu? Hapana. Ila una ubongo mdogo sana katika kudadavua mambo. Sina maana hiyo ndugu yangu. Ila nilichojifunza mimi ni kwamba binadamu kwa sasa wamekuwa ni wakatili sana kuliko hata wanyama. Sasa nikirejea kwenye swali lako, simaanishi kwamba naongelea yule binadamu ambaye ninamjua. Hapana. Kauli yangu inamaanisha kwa yule mtu ambaye wewe umfahamu vizuri. Upaswi kumwamini hata kidogo. Hapo sasa nimekuelewa. Nikajua tena ndugu yangu umekosa imani kabisa na mimi. Tashi, wewe ni mwanangu sana. Sina maana hiyo. Ila vile vile pia hata sisi kwa sisi hatutaki kuaminiana kwa 100%. Ila kwa makini, unajua mimi ni mtu ambaye nakukubali sana. Kwa hiyo nikupoteza wewe, naweza nikajikuta kila kitu kimeharibika kwenye maisha yangu. Wewe ni rafiki bora sana. Naelewa sana Mzidole. Afyangu. Sitaki kuamini kwa tukio kama lile la mimi kuogopa kwenda safari moja na wewe kwenye Kinyampasila ndio utaki kabisa kuwa rafiki yangu. Sio vizuri hivyo. Unahisi wewe ni aina rafiki ambaye unafaa kuwa na mimi? Na nikakwambia kuwa mimi na tabia mbaya. Toka lini Kicheko akawa na tabia mbaya? Bwana, mimi sipo hivyo bwana ndugu yangu. Mimi mstaarabu, mimi mweupe pe. Yaani kama ungekuwa rafiki mzuri, ni kwa nini ulinikana siku ile mbele za watu na kusema kuwa ulikuja nyumbani kuomba maji? Wewe ni aina rafiki ambaye ufai kabisa kuishi na watu karibu. Unafaa kutengwa. Kikweli kitu ambacho naogopa katika maisha yangu ni jela. Na ile ilikuwa ishaanza kuona milango kabisa ya Segelea. Naogopa mwenzio, naogopa manyapala wana roho mbaya, hawana roho nzuri. Sasa kama unaogopa manyapala,
Au unaogopa jela? Kwa nini unataka kuwa karibu na mimi ikiwa kesi yangu bado haijaisha? Huoni kuwa utataka kuwa karibu na jela ile ambayo mwanzo uliogopa? Kwa sasa sioni sababu ya kukimbia matatizo yako. Napaswa kuwa na wewe bega kwa bega. Kwa kuthibitisha hilo, leo nitakuwa na wewe kila uendapo. Yani kama mkia, nipo nyuma yako 24 hours. Una uhakika na unachokisema? Save hiyo. Huwa nikiongea maneno yangu siatupi chini kabisa. Huwa nahifadhi. Sawa. Tafadhali. Yes, hello? Ndio afande. Jambo la kushukuru kuwa nipo na rafiki yangu hapa. Nadhani nitakuja naye hapo kituoni asimame kama mzamana wangu. Ni mtu mwema sana. Sawa, nakuja naye hapo. Haya, sawa, nakuja sasa hivi. Sasa ndugu yangu, afadhali hata nimekutana na wewe. Maana hapa amenipigia afisa usalama hapa. Inabidi nielekee kituoni. Naomba tuende wote ili ukasimame kama mzamana wangu. Nani? Mimi? Mzidole. Mimi mwenzio mgonjwa. Na hapo unavyoniona nina dozi ya sindano. Na hapa nataka nielekee hospitali. Kwa hiyo utanisamehe baadaye ndugu yangu. So mwana. Huyo snitch. So mwana. Yule jamaa aliimba kitu cha maana sana. Hakika si rafiki anayestahili. Bosi, unajua mpaka sasa hivi sijui nini hatima yetu. Kwa sababu sijaona simu wala sijaona meseji. Deal unsuccessful. Unsuccessful? How? Mwasi alijitahidi kupambana kadri ya uwezo wake, lakini hakufanikiwa. Na hakufanikiwa kwa sababu nina uhakika alitumia haraka sana. Unajua bado nashindwa kabisa kukuelewa. Kivipi yani? Mwasi alifanikiwa kufika mpaka sehemu anapoishi yule jamaa. Yaani inamaanisha guest. Na baada ya jamaa kuondoka tu, basi Mwasi akaamua kutumia nafasi hiyo kuondoka na lile begi ambalo alikuwa akiamini lina fedha. Lakini haikuwa hivyo. Na badala yake ikawa tofauti. Sasa nimepata picha kamili. Ni lazima Mwasi atakuwa amechezesha. Kuchezesha? Kuchezesha kivipi yani? Ni mara kadhaa Mwasi alikuwa akijaribu kunishawishi tucheze mchezo. Lakini mara zote nimekuwa nikimkataa. Bado sijakuelewa, hebu nyosha maelezo yako. Bado unanifunga. Nyosha maelezo yako vizuri. Unamaanisha nini? Alikuwa anasema kwamba baadhi ya madili ambayo tunakuwa tunayafanya kwako ifika taarifa kuwa madili yamefeli. Na hisi sasa huu mchezo ndo atakuwa ameuanza rasmi. Kwa hiyo Samanini, kuna dharura kidogo ilijitokeza. Hivyo ndio maana tukashindwa kuonana. Bila samani. Ratiba zako zipoje? Personal, nafikiri kama inawezekana tungeweza kwenda ofisini ili kwenda kuzungumzia juu ya dharura iliyojitokeza. Midefu mpululu. Samani wa mkubwa. Jamaa yako Mzidole, nahisi kuna jambo zito sana linaweza kumkuta na anahitaji sana msaada wako. Msaada upi? Na jambo gani linaweza kumkuta? Mbona mimi sina hiyo taarifa? Huwezi kuwa na taarifa. Najua lazima akufiche, na kutokana na tukio alilofanya, wewe unadhani inaweza kuwa rahisi kama hivyo yeye kukwambia? Wewe umejuaje mpaka mimi nishindwe kujua? Na kama ana tatizo, kwa nini asiniambie? Yeye mimi ni jamaa yangu. Tena sio jamaa yangu, ni zaidi ya ndugu yangu. Yaani Mzidole kwangu ni ndugu yangu.
Mbaya hiyo. Una hakika nalo? Sasa sikiliza, hivi unajua kama Mzidole aliua na kesi yake mpaka sasa hivi ipo polisi baada ya kukuta na mwili ndani mwake. Bado sijakuelewa. Yaani Mzidole bado ana kesi polisi? Save hiyo. Usishangae hadi sasa hapa tunavyoongea usikute ananyea kwenye chungu cha kinyampasila. Yaani jela kwa wazee manyapala, wazee wenye roho mbaya. Hiyo ndo taarifa kwa ufupi. Acha nielekee geto nikafanye mambo yangu. Baba midevu mfululu. Ina maana lile jambo halikuisha hadi Mzidole wamfikishe polisi? Au sijamuelewa vizuri Kicheko? Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Ila kama hautojali, nilikuwa naomba nikuulize swali. Swali gani hilo tajiri? Yule binti ambaye alinileta hapa, yani yule ambaye nilikuja naye siku ya kwanza, mlikuwa mnafahamiana before? Hapana. Ile siku ya kwanza ambayo wewe unafika hapa ndio siku ambayo hata mimi yule binti nilifahamiana naye. Lakini sijawahi kujuana naye before. Vipi tajiri, kuna shida au? Hapana, hakuna shida. Ila nimeuliza kiusalama zaidi. Si unajua tena hapa ni mjini. Kwani ulikutana naye maeneo gani bosi? Ni katika kuhangaika tukitafuta madalali. Hivyo nikakutana naye ndo akamenileta hapo ofisini kwenu. Yeah, ni kweli. Kwa mtu yoyote yule ambaye yuko nje na maeneo haya, ni lazima atakuleta ofisini kwetu. Kwa sababu sisi huwa tunafanya kazi na tunafahamika na serikali. Kwa sababu tunafanya kazi kwa kuzingatia sheria na taratibu zote za kiserikali. Na ndio maana ikawa rahisi kwake yeye kukuleta hapa. Basi sawa. Mimi nafikiri niwaache, tutawasiliana zaidi. Karibu tena tajiri. Asante. Kaza tena. Vipi? Mbona una mshangao mkubwa sana hivi? Una taarifa umezipata kuhusu mimi? Si ule mpuzi Kicheko amenistua sana ujue. Kwa nini? Ameniambia kuwa lile jambo lako la ule du tapeli umekamatwa na umewekwa ndani. Pole sana Tashi. Ila yule jamaa unajua ni mshenzi sana. Na ndio maana nimemchezea mchezo. Mchezo? Mchezo upi huo? Unajua siku ile ambayo unapata matatizo, nilikucheki kwenye simu huko upatikane. Sasa nikasema nimtafute yeye ili awe msaada kwangu. Lakini kuna mambo alinifanyia. Kwa hiyo nikaona sio mtu sahihi ambaye naweza kushare naye mambo yangu ya msingi. Na nilimkataa. Ni sawa. Ila hujaniambia bado mchezo unamchezea. Mpaka yeye kaamini kuwa una kesi polisi. Sasa Tashi, ina maana uniamini? Akati wewe mwenyewe tu unajua kila kitu kinachoendelea. Sasa kuna polisi gani ambaye anaweza kunipa mimi kesi? Wakati wale majamaa tu wenyewe hakuna polisi hata mmoja. Sikia wewe nikwambie. Wewe kuwa mwanamke na kukupa kazi ya kudili na wanaume isikufanye ukatufanya wote kama wapumbavu. Unataka kusema nini? Ina maana unachokimaanisha ukielewi. Yaani unataka kumaanisha kwamba hauelewi kitu gani nakizungumzia. Ninachotaka kufahamu pesa ziko wapi? Pesa nikabidhi kwa mkuu. Kuanzia lini mimi nikaa natunza pesa? Sasa sikiliza. Ninachotaka kujua pesa ulizoenda kupiga hotelini ziko wapi?
nimekabidhi ofisini kwa mkuu. Na sijui unazungumzia pesa gani nyingine. Na wewe umekuwa nani hasa? Au una mamlaka gani ya kuniuliza maswali yote? Zile pesa ulizopeleka kwa mkuu ndio hilo dili la milioni 28, si ndio? Pesa ulizopiga pale hotelini ziko wapi? Sidhani kama nina haja ya kujibu maswali yako yote. Na hayo maswali yako kwangu ni ya ziada tu. Nimeshakwambia, pesa nimekabidhi ofisini kwa mkuu. Kama yeye hajakupa majibu ya kutosha, hakuna sababu ya kuniuliza maswali yako ya kipumbavu. Nilichokwambia ndicho ninachokijua. Na kama hauamini, ishi na imani yako. Amini kile unachokiamini. Naitwa Bad Girl. Wewe mtoto mdogo tu. Hapa lazima ukae. Bado wako pale pale. Na inavyoonekana wanadhani siji kama wanafanya kazi na Mwasi. Ila dawa yao imeshachemka. Na ni yapi majibu yao juu ya mpango unaofuata? Kwa wanavyoonekana hawana mpango wowote na mimi. Ila nilichokifanya ni kuwagombanisha tu. Mkuu, ukiwa na maana gani? Ikiwa katika maelezo yako ya awali ulidai kuwa umeweka pesa kidogo sana, kama sehemu ya mtego tu. Ni kweli. Lakini nimefanya hivyo nikiamini ya kwamba pindi watakapomuomba taarifa ya pesa alizozikuta, atatoa taarifa ya pesa tofauti na nilizosema. Hivyo itakuwa rahisi wao kuweza kugombana. Hapo nimekuelewa. Unadhani hii inaweza ikawa na msaada wote kwetu? Sana tu. Mara nyingi watu kama hao wanapoingia katika migogoro ya kifedha huwa inawavuruga na ikiwezekana kutawanyika kabisa. Sawa. Nini tunapaswa kufanya kwa sasa ili kumalizana nao kabisa? Ili mpango wao usiendelee kuathiri watu zaidi. Nafikiri nitashare na wewe jioni nilichokufanya. Sawa. Mwasi, moja kati ya watu ambao nimefanya nao kazi muda mrefu sana. Lakini sio kufanya kazi tu. Nimekuwa nikiwaamini kwa kipindi chote hicho. Ni wewe. Lakini kwa hili lililotokea, kiukweli napata mashaka sana juu yako. Mkuu, kuna jambo lolote ambalo nimefanya ambalo linakufanya uongee hivyo? Ipo hivyo. Sijawahi hata siku moja kufikiria kufanya jambo lolote lile ambalo litakufanya wewe unione mimi sio mwaminifu kwako. Ni kweli. Lakini siku zote binadamu wanaweza kubadilishwa na mambo mawili tu. Binadamu anaweza kubadilishwa na binadamu mwenzake au mfumo wa maisha. Kwa hiyo sishangai kabisa wewe kubadilika. Kwa sababu ni kawaida sana. Bosi, ni kitu gani hicho ambacho mimi nimefanya ambacho kinakufanya unione mimi sio mwadilifu au ni mkosefu kwako? Mwasi, kuna kazi nilikupa uifanye na ukaifanya vyema sana. Lakini kitu cha ajabu, ukaja na majibu tofauti na uhalisia. Sikiza nikwambie kitu. Siku zote katika maisha yako usije kujaribu kufanya jambo la siri. Kwa sababu siri ina asili yake. Lakini asili ya siri haina siri yenyewe. Nakusikiliza bosi. Kama unakumbuka, kuna kazi nilikupa na ukaifanya vizuri tu. Lakini kitu kilichonishangaza, ulikuja kunitajia kiasi cha pesa ambacho ni tofauti na kile ulichokikuta. Hebu naomba uniambie, pesa nyingine umezipeleka wapi? Nasalimia kwa jina kwa Jamhuri ya Muungano wa Mbeya. Kiongozi, na habari mpya. Na hii habari ni ya moto moto. Imenyooka. Ina viwango vya kimataifa kiongozi wangu.
Zungu ndugu yangu, kuna taarifa nilizipata kuhusu Batikeli. Hizi taarifa zimekaaje? Na bosi kachukua maamuzi gani mpaka sasa hivi? Taarifa zipo kama ulivyozisikia. Na kuhusu uamuzi, na hisi uamuzi unaweza kuchukuliwa mpaka tukieka kikao. Sawa, lakini pia tunapaswa tufanye uchunguzi binafsi. Nina mashaka kuna jambo litakuwa liko sawa. Maana ninapomjua Batikeli, si rahisi kuliachia jambo. Uchunguzi wa nini unataka ufanyike? Akati aliyefanywa tukio tayari ameshasema kiasi gani alichoibiwa. Na ukilinganisha na taarifa ya Mwasi. Na ndio maana nikasema kuna haja ya kufanya uchunguzi juu ya taarifa aliyeibiwa na taarifa alizotoa Mwasi. Maana kwa taarifa ya Mwasi nahisi hapa kuna mchezo. Mchezo gani huo? Hivi unafikiri yule jamaa aliyetoa taarifa za kuibua pesa unadhani hizi taarifa zake kabisa ni za uhakika? Mimi naona kabisa hapa kuna mchezo unaendelea. Ushapewa kizima mdomo na Mwasi, si ndio? Tangu mwanzo nilianza kumtilia mashaka. Na hili swala nililiwasilisha kwako. Lakini haukunielewa na ulikataa. Ila na imani sasa hivi wewe mwenyewe unathibitisha kauli yangu. Lakini kwa jinsi yeye alivyonielezea, sio rahisi kumuhisi hivyo. Unajua yule ni askari. Alafu ni askari wa upelelezi. Na ile ndio ilikuwa njia sahihi ya yeye kutufikia sisi. Hata kama mimi sidhani kama kuna lolote liloharibika, kwa sababu kwa kipindi chote ambacho tumeishi naye hapa hatukuwahi kufanya dili lolote lile. Ina maana umesahau kabisa kama ulikaa naye chini na ukamuelezea mfumo mzima wa ufanyaji kazi wetu? Nakumbuka. Kwa hiyo tunafanyaje sasa hapa? Umafia tu. Afu yule mtoto wa kike ni rahisi sana kumalizana naye. Yaani chap chile. Sikiza nikwambie kitu. Yaani hata siku moja usije ukamdharau mtoto wa kike. Na ndio maana hata wao polisi wamekaa wakamwamini yeye, na ndio maana akaja kwetu kama chambo. Kwa hiyo usichukulie hili jambo kama jepesi hivyo. Kiongozi, ninavyoongea hivyo ninamaanisha. Kwa hiyo hili swala naomba mniachie mimi. Alafu mimi nitajua nitadili naye vipi. Nyie nyamazeni na yeye aendelee kujua kama sisi hatufahamu chochote. Alafu mimi nitawaonyesha how to play this game. Kipi kinatakiwa kufanyika baada ya kugundua sehemu anayoishi? Kujua anapoishi haitoshi. Kosa kubwa ulilofanya ni kutokumkamata pale guest akiwa na vidhibiti. Lakini nilifanya vile ili kujihakikishia kuwa ni kweli anajihusisha na hiyo kazi. Na laiti kama ningesema nimkamate muda ule, basi tungemkamata kwa kesi ya wizi. Tofauti na lengo letu. Okay, nimekuelewa. Ila kuna kazi ya ziada mnatakiwa kufanya. Ipi hiyo mkuu? Ila bado kuna kila sababu ya kutengeneza mazingira Maina ingie nao kazini na tuwakamate wakiwa kazini. Na vipi kama hawatataka kumtumia Maina kwa sasa? Ni swala la muda tu na kutengeneza mazingira. Sawa, nimekuelewa. Talifanyia kazi. Sawa. Bosi, nina mashaka makubwa sana kuhusu Kwakoso. Huenda akawa askari. Kwa nini unahisi hivyo? Leo alikuja mpaka ninapoishi. Na cha ajabu hajazungumza lolote lile. Alionyesha kunishukuru sana kwa ushirikiano wangu mimi na yeye. Wewe unahisi hilo liko sawa? Binafsi bado sijaona dalili zozote zile ambazo zinaweza kufanya tumuone Kwakoso ni askari. Pamoja na kuchukua pesa zake zote zile. Lakini wala yeye hajataka kuulizia. Hii imekaaje? Mimi nilichokiona kwake ni kama vile bado mshamba wa ile jiji. Na nahisi anakutaka. Ndio maana ameamua kwa mpole.
Hapana. Kuna namna tunapaswa kuwa makini sana. Nahisi kuna kitu hakipo sawa. Sije tukazama kwenye mtego wake. Mwasi, tunalijua hilo. Kuwa kuna baadhi ya polisi wana mashaka na sisi. Na tupo makini kulifanyia uchunguzi zaidi. Basi sawa. Ila jua tu Kakoso ni polisi. Kuna namna aliniwekea mtego siku ile. Tunahitajika umakini sana. Sije tukafeli. Basi sawa. Acha tulichunguze hilo. Sawa bosi. Unaweza ukaniambia ukweli wewe ni nani? Unajua kwanza nimefanya wema. Na tena nimefanya wema mkubwa sana kukuleta hapa. Badala yake ilitakiwa nikukamate na nikupeleke nikakuuliza haya maswali ofisini. Uyajibu haya maswali mbele ya mkuu wetu. Unaweza ukaniambia wewe ni nani? Kwani unahitaji nini mpaka kuniuliza maswali kama hayo? Kabla hayo maswali yako, naomba unijibu wewe ni nani? Mimi naitwa Maina. Na sio hivyo vinginevyo unavyonidhania wewe. Na bado sijajua ni kwa nini unakuwa unanitilia mashaka. Nina uzoefu wa zaidi ya miaka 10 kwenye hii kazi. Na ninazo mbinu nyingi sana za kutambua watu kama nyie. Wewe ni askari. Na tena uko pale kwa ajili ya kazi maalum, si ndio? Hamna haja ya kustuka. Kwa sababu huo ndo ukweli. Lakini ninachotaka kukifahamu ni nini lengo lako hasa baada ya kusikia yote ambayo umeyasikia. Mimi sina nia yoyote. Na wala mimi sio polisi. Niamini. Wewe sio askari? Basi kama wewe sio askari, nifuate. Sawa. Kuna taarifa gani huko? Na vipi kuhusu ratiba zako leo? Zipoje? Mimi kuhusu leo ratiba zangu kiukweli boss najiona niko free tu kabisa yani. Labda wewe tu kwako nikuulize. Basi sawa. Itabidi mtafute Zungu. Kuna sehemu nahitaji muende. Kuna jambo la msingi sana mnatakiwa mkalifanyia uchunguzi. Kwani Zungu chamwagiza sehemu na mwenzake wewe? Mwenzake? Mwenzake nani? Ina maana hapo hujanielewa kitu gani? Au ndio umeshakuwa kama Zungu? Si nimeona wanatokea huko ofisini. Mimi nikiwa kwa mbali kidogo nimekana waona Zungu na Maina. Unaniambiaje hujui sasa? Unanichanganya mimi sikuelewi. Zungu leo hajafika hapa. Na muda sio mrefu nilikuwa nazungumza na Mwasi. Japokuwa nilikuwa na ratiba ya kuzungumza na Zungu. Lakini hajafika. Ndio hivyo. Hivyo ndo muda kidogo tu ametoka hapa. Hata sielewi kiukweli maana mambo yanayoendelea hapa sikuelewi kabisa boss. Yaani watu wanatokea hapa afu nashindwa kuelewa. Mimi siwaelewi kiukweli, mnanichanganya nyinyi.
bila shaka atakuwa chikazi zaidi. Kwa hiyo acha tusubiri majibu yake. Uko hanakete boss ngona kweli. Haha. Utola ko kuyangalira. Yani hana unalebonera gikiki. Abantu balibetana no manaka. Tukujimela. Nakuwele toko hanakete. Namano tonelo kumanali haila kisukuma. Ila ko hanana iha giki. Yani haha. Aya mambo haya yanoendelea humu ndani kabisa haya. Tutakuja kujikuta wote tunapotea na mtu mmoja tu anatusababishia. Alafu kingine mimi mbona sielewagi vitu vingine unajua? Sometimes haka na kuangalia tu boss lakini nashindwa tu kuambia kwa sababu ni mkubwa wangu. Ila iko siku mtanikumbuka. Maneno yangu huya hatoki bure. Karibu sana. Najua unashangaa nimewezaje kukuleta hadi nyumbani kwangu. Na ile hali nafahamu kabisa kwamba wewe ni askari. Kwa nini unaendelea kung'ang'ania kwa mimi ni polisi? Unatumia kinywaji gani? Asante. Niko vizuri. Ngoja nikwambie kitu ambacho pengine wewe ukifahamu. Mimi nafahamu 100% kwa wewe ni askari. Tena ni askari kitengo cha upelelezi. Na unashirikiana na bwana mmoja anafahamika kwa jina la Kakoso. Na mnatokea kituo cha Mbulahati. Kikubwa ni kwamba nahitaji kufanya kazi na wewe. Lakini endapo utakubali kunipa ushirikiano wa hali na mali. Ni kazi ipi hiyo ambayo unahitaji kufanya na mimi? Mlembo, cha kwanza nahitaji kuwa na wewe kwenye mahusiano. Alafu cha pili, nitakupa mbinu ambazo zinaweza zikakurahisishia wewe kupata taarifa zote za kampuni. Kwa sababu mimi mwenyewe nimeshachoka kufanya nao kazi wale jamaa. Unahisi hicho ambacho unahitaji kukifanya huko sahihi? Hauoni kama utatoka nje ya makubaliano ya kazi yenu? Kwanza naomba ufute wazo lako la kwamba mimi sifahamu kuwa wewe unahitaji taarifa kamili za kampuni yetu. Alafu chingine, naomba nikujuze tu. Endapo kama utatimiza hitaji langu, hii itakuwa rahisi sana kwenu kukamilisha kazi yenu ya upelelezi. Narudia tena kusema, mapenzi yasitaki kukufanya ukaenda kinyume na maadili ya kazi yako. Alafu mimi sio polisi. Unahitaji nikuthibitishie hilo, si ndio? Nisubiri nakuja. Habari yako? Nzuri. Unahisi siku ile mimi nikupa msaada nilifanya makosa, si ndio? Hivi mbona mnakuaga mnasababisha watu wengine wanashindwa kupata msaada kwa sababu yenu? Sio lazima kila mtu achague njia unayoona kwako wewe ni sahihi. Maisha ni kuchagua. Na mimi naishi njia ambayo naona kwangu ni sahihi. Uko sahihi. Na mimi sijamaanisha kwamba ufuate njia yangu. Ila unachokifanya ni hatari na ukizingatia wewe ni mtoto wa kike. Asante kwa ushauri. Kuna lingine? Lingine lipo, ila ni swala dogo sana. Vipi kama nikiamua kufanyia umafia hapa? Utanifanya nini? Au nikulipizie kama vile ulivyokuwa umenifanyia? Niangalie macho yangu. Umegundua nini? Unahisi kuna chembe ya uoga kwenye mboni ya macho yangu? I'm bad girl. Popote utakapoiona hii sura, kaa mbali na mimi. Kisha anajikuta nani labda? Okay, fine. Muda utaongea. I gonna show you. Naitwa Mzidole.
Zela miuno mgando. Unosogojo mix bayasi. Na washagali akateleza. Bila shaka utakuwa na taarifa za muhimu sana. Nakosaje kiongozi wangu? Unadhani ningeweza kuja ofisini na kutaka tukazungumzie pembeni? Nalijua hilo. Na ndio maana nikasema bila shaka utakuwa na taarifa za muhimu sana. Ni taarifa zipi hizo? Bosi bwana, kwa uchunguzi wangu wa kina inaonesha kabisa Zungu anashirikiana na Maina. Yani kiufupi Zungu anafanya kazi na polisi. Sasa hapa bosi wangu, umakini unahitajika, maana muda wowote kuanzia sasa anaweza kawachoma. Kwa nini unasema hivyo? Na ni kitu gani hasa umekiona kutoka kwao? Hapo bosi hamna cha kwa nini. Siku zote mimi taarifa zangu zinakuwa zimenyooka kama mchele wa basmati. Yaani umeweka kwenye kisinia pale. Nyama kidogo za kuku, mayai na rosti zito kama tope. Kwa hiyo ni wewe bosi wangu kuniamini, kunipa imani au kusubiria tukio. Ni wewe bosi. Nakuachia. Tukio? Una maana gani? Namaanisha siku akitimiza kile ambacho nataka kukifanya. Sawa. Lakini unaweza kuwa na details zozote zile za msingi sana ambazo zinaweza zikanifanya mimi kuamini? Detail bosi zipo za kutosha. Nifuate. Simu yako imenishtua sana na maelezo yake hajanyoka. Unaweza kunielezea kwa upana? Mkuu, Maina alinitumia SMS na kudai kwamba yupo kwenye mtego mbaya na mkali sana. Hivyo alikuwa anahitaji msaada wa ziada. SMS yake imeeleza kwa ufupi hivyo. Umejaribu kumpigia? Nilijaribu kufanya hivyo mara kadhaa, lakini simu yangu haikupokelewa. Na baadaye alinitumia SMS na kudai kwamba hawezi kuzungumza, labda kwa kuchati. Sawa. Jaribu kuwa karibu na simu yako ili kupata taarifa kwa urahisi. Lakini pia wasiliana na askari wa mtaa. Tunaweza tukapata jambo lolote. Sawa, nitafanya hivyo. Vipi? Bado utakuwa una haja ya kukuthibitishia kama ulivyokuwa unataka mwanzo? Na hii nyumba unaifahamu? Yaani namaanisha kati ya Zungu na Maina nani anaishi hapo? Ya. Hiyo nyumba naifahamu. Hapo anaishi Zungu hapo. Lakini bado sijajua nini hasa wamekuja kufanya hapo. Kiongozi, yaani kwa taarifa zote zile nilizokufikishia bado unaendelea kujiuliza swali la ajabu kama hilo? Aise. Yule dada sidhani kama hata anaiba kike. Yaani sijawahi kukutana na mwanamke wa aina ile hata siku moja toka na kuwa kwenye maisha yangu.
Unamzungumzia dada yupi huyo? Wewe unadhani kuna dada gani mwingine? Zaidi yule mwanamke ambaye aliwahi kunifanyia mimi tukio akajifanya amekufa na akataka kukufanyia na wewe. Ni nani mwingine? Kwa hiyo ulitaka bato naye au? Si matatizo ndugu yangu. Mimi nitake bato na mtu kama yule. Mimi nilikuwa nimekutana naye juzi kati tu hapo. Nilikuwa namuuliza zangu tu kwa wema. Nilikuwa nataka nimuulize dada kwa nini ulinifanyia matukio kama yale. Alichonijibu sasa. Mzidole, yule demu ni kauzu vibaya mno. Yaani kikwambia kauzu. Alafu yule demu kuja katika maisha yetu imekuwa funzo kubwa sana nikatuachia. Funzo gani ambalo wewe umekuachia kwenye maisha yako? Kwanza siwezi kumwamini mtu yoyote kabisa katika maisha yangu. Alafu inapaswa tusimkaribishe mtu yoyote tusiyemfahamu. Hapo sasa nimekuelewa. Nimekuelewa sana Pasha. Ila unajua bora mimi kuliko wewe ndugu yangu. Unajua wewe umekutwa kwenye masuala ya uhuni. Kwa hiyo ni uhuni wako ndio ulikupeleka mpaka ukapata matatizo. Mzidole, matatizo yanampata mtu yoyote yule. Yaani Mungu akishaamua kukupa matatizo, basi jua atakukuta. Mimi sikufanya kusudi Mzidole, ila imenikuta. Tatizo lolote linapokukuta, sehemu yoyote, mahali yoyote, jua litakupata tu. Kwa nini ulikuwa muone? Na mbona sasa limekupata? Kweli. Hapo umeongea. Yaani katika siku ambazo umeongea kwenye maisha yako leo umeongea. Na nimekuelewa vizuri sana. Ila yule dada kikweli sijawahi kukutana na mwanamke wa aina ile hata siku moja. Yule ni nyoka, ani nyoka lokisili. Ani anakung'ata, afu unaona kabisa unakufa mtu yule pale, anashinda kupata msaada. Ndio asili ya yule mwanamke. Kama tusipokuwa makini, kuna namna tunaweza kujikuta tumeingia kwenye matatizo makubwa sana. Na ukiachana na hilo, kuna mmoja kati yetu anashirikiana nao maafisa wa polisi. Sasa sijui kwa nini na sijui lengo lake hasa ni nini. Hilo mimi nilishuku mapema sana. Na ndio maana siku za hapa karibuni kila tukitaka kupiga dili linafeli. Kutakuwa kuna sehemu kuna shida bosi. Maana kiukweli mimi mpaka kichwa kinaniuma, sielewi. Ipo hivyo. Lakini kila mmoja anatakiwa achukue jukumu la kujitafakari yeye mwenyewe. Na afikirie kwa umakini sana. Siku nikija kugundua kuwa yeye ndio anashirikiana na hao maafisa wa polisi, hivi anajua ni adhabu gani itatoa? Bosi, mimi nadhani kikao kama hichi ingetupasa wote tuwepo. Je, unahisi ni sahihi kukizungumzia ikiwa Zungu hayupo? Kwangu sioni kama kuna shida. Kwa sababu kwa hatua tuliofikia, nimekuwa na mashaka na kila mmoja wenu humu ndani. Na sijui shida imeanzia wapi. Hali ya kuwa kila mmoja anapata mshahara wake tena kwa wakati sahihi. Bosi, mimi nilikuwa na kawazo. Kwa nini kupitia hicho chanzo chako usifanye uchunguzi wa kimya kimya? Basi ukishampata huyo msaliti wako, yani apewa adhabu ambayo anaendana nayo. Yani maisha yake yote akikaga nafikiria. Kiukweli anatuchanganya. Yani tunaumiza vichwa kwa mtu mmoja. Kweli kabisa bosi. Kila mmoja aende akaendelea majukumu yake. Lakini mkae mkijua, nipo kazini kufuatilia kwa umakini sana kitu gani kinaendelea.
Anaishi pale kwenye ile nyumba. Una uhakika na hiyo nyumba ulionionyesha? Sasa nitakuonyesha sehemu ambayo siishi. Sasa kama ni hapo, si bora tungeenda tu. Kwa nini tuishie hapa njiani? Hamna shida. Tunaweza kwenda. Maina. Vipi? Njoo. Sawa. Hamna shida. Mimi nimekuamini. Na wakati mwingine nikihitaji kufika kabisa nyumbani kwako, basi nitakujulisha. Inaonekana hauniamini hata kidogo. Hamna, nakuamini. Lakini mimi na wewe si tayari tushakuwa wapenzi? Haina shida. Kwa kuwa wewe ndio umeamua hiyo hivyo. Ina maana ya kwamba unanikubalia kwa sababu mimi ndo nimeamua tuwe kwenye mahusiano? Ukweli ndio huo Zungu. Kikweli sikuwahi kufikiria kabisa kuwa kwenye mahusiano. Au labda pengine mimi sio aina ya mwanaume ambaye wewe unahitaji? Hapana. Ni vile tu sikupanga kuingia kwenye mahusiano. Kwa hivyo ninaweza nikawa na wewe kwenye mahusiano lakini bado nisikupende. Maina bwana. Kuhusu hilo sawa kunipenda wewe niachie mimi. Kwa sababu ni kawaida sana mwanaume kumfundisha mwanamke namna ya kupenda. Kwa hiyo hilo liko chini yangu. Sawa. Haina shida. Toto. Lazima nimpate huyo. Mimi nipo tu mjini. Na kazi yangu mimi ni umbea na kutoa taarifa bila hata kuambiwa. Unaweza kaniita paparazi wa kishua. Basi sawa. Unatakiwa kuwa makini sana kwa usalama wako. Maana taarifa unazotoa ni za watu wa kawaida na watu hatari. Sawa? Nimekuelewa kiongozi. Basi haina shida. Unaweza enda. Ipo hivyo. Sasa sijajua mle ndani yetu ni nani polisi na ni nani ambaye anashirikiana nao na lengo lake sijajua ni nini. Sasa kama haijajulikana, alafu pia mmelijadili ofisini na wewe pia unaongea, au hisi kama pengine unaweza ukawa unaongea na mtu mhusika, pengine labda naweza nikajipanga. Bwana Nzungu, unajua wewe mimi nakuamini sana. Huwezi fanya hivyo. Ila mle ndani kuna mtu namshuku. Na uhakika kabisa atakuwa ni yeye. Ni nani wewe? Vizuri. Na kwa maelezo yao wamepanga kufanya lini? Nadhani itakuwa ni leo jioni saa 10. Na kama nilivyokuambia, huenda tayari wameshaanza kunishuku. Na mpaka sasa hawajanipa taarifa ya hicho kikao wao kama wao. Basi sawa. Wasiliana na afande Kakoso na afande wa mtaa, na ikiwezekana hilo lifanyike leo. Hakikisha unatambua sehemu kitakapofanyikia hicho kikao. Sawa mkuu. Nisha za street bad girls tujuane. Wananita mwasi, sina wasi, ongela PC, acha kudisi, wananita nani? Kuanzia leo, hii ndio itakuwa ofisi yetu mpya. Na kule hatutatakiwa kuonekana tena. Lakini nimefanya hivi kutokana na sababu zilizokuwa nje ya uwezo wangu. Ni sawa bosi. Unahisi kuhama ile ofisi ya kule ikiwa wale watu bado na washuku, bado tupo nao kazini. Hii unaiona hii inasaidia chochote bosi wangu? Nalijua hilo.
ila nimeona nianze na hili kwanza la kuhama ofisi. Na nyinyi mkiwa kama watu wangu wa karibu, nimeona muwe watu wa awali kupafahamu hapa. Lakini Mwasi, Njenje, nimefanya uchunguzi wangu wa kina sana na nimegundua nyinyi ni moja kati ya watu ambao mnanifaa sana mimi. Bosi, nini kinafuata baada ya kuwa na mashaka juu ya wenzetu? Na ukizingatia tuna muda mrefu sana kazi zimesimama, ila mahitaji ya pesa kwetu hayajasimama. Hii imekaaje? Usijali kuhusu hilo. Nilizungumza na Sengo, akaniambia kuwa leo kuna kazi ya msingi sana tunatakiwa tuifanye. Kwa hiyo atakavyonipa taarifa, inatakiwa tufike haraka sana kwa ajili ya kuifanya hiyo kazi. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Sawa boss, ngoja nikamwangalia na ku. Samani, nilikuwa na shida ya kuongea na kiongozi. Wewe nani kakuelekeza kama leo tutakuwa hapa? Bwana. Mimi tena mzi wa minuso, mzi wa taarifa. Yaani muwesem mimi nisijue. Acha masiala, nilikuwa naomba nafasi ya kuongea na kiongozi. Toshi talolo nilintakana kangwele mwenyewe bwana. Bosi, nimekakuta Kasengo kako getini pale. Kamesema kana shida na wewe. Mruhusu aingie. Kuna kazi nilimpatia aifanye. Huenda kama amerudi na majibu sasa. Kwa hiyo mbe aingie tu. Bosi, ulimwelekeza Sengo kama leo tutakuwa hapa? Hapana. Mruhusu aingie. Sawa bosi, ngoja nikakalete basi, haina shida. Sisi ni maafisa polisi, tuongoze waliko wapuuzi wenzio. Naitwa Inspector Sengo, kitengo maalum cha upelelezi. Nadhani mnajua kwamba najua mipango yenu yote na mambo yenu pia. Na kwa namna hiyo, kuanzia hivi sasa mko chini ya ulinzi. Mnatakiwa mfike kituoni na mtii sheria bila shuruti. Maina, nakushukuru sana kwa kupenya na kufanya nao kazi bila wao kujua wewe ni nani. Japokuwa hatua ya mwisho walikushuku. Kiongozi, leo ni siku mbaya sana kwako. Maana tutaondoka na wewe kwenda kukufundisha namna ya kutii sheria na kuheshimu pia. Hongera sana kwa kuweza kucheza pati yako vizuri. Maana unajifanya kwamba haujuani na hawa watu. Lakini pia
ukajiona mjanja sana na kunibia milioni 3 bila kujua kwamba wewe ni mtego. Basi tujuane, tunaosakamane, wanaobonga bonga masnitch tuwabane, misha za ma street bad girls tujuane, wananita mwasi, sina wasi, ongela PC, acha kudisi, wananita nani? Bad girl, bad girl. Sema tena, bad girl, bad girl. Yani mimi ni nani? Bad girl, bad girl. Sema tena, bad girl, bad girl. Wananita mwasi, bad girl, bad girl. Sema tena, bad girl, bad girl.